Tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 inawezekana ikawa ndio siku muhimu sana kwa wananchi, kwa sababu ni siku ambayo wananchi pengine wameenda kupewa matumaini, na hii ni baada ya miaka mingi sana kupita tangu klabu hiyo iweze kuanzishwa, na klabu hiyo haijafanikiwa kuwa na uwanja wake wa mechi wa kisasa, ambapo leo hii kulikuwa kuna hafla fupi pale mitaa ya Twiga na Jangwani, ambapo klabu ya Young Africans imesign kandarasi na mfadhili lakini pia mwekezaji ndani ya klabu hiyo, nikiwa namzungumzia Ghalib Said Mohamed ama GSM, mkataba wa kuanza kufanya ujenzi wa uwanja huo. Ujenzi huo ambao rais wa klabu hiyo, nikiwa namzungumzia Engineer Hersi Said, amewaambia wananchi kama Mwenyezi Mungu atajalia, basi ndani ya miezi 18, 20 mpaka 24 watakutana tena hapo kwa ajili ya kuweza kuzindua uwanja huo ambao utakuwa umekamilika kutokana na tathmini ambayo wao wameifanya. Lakini uwanja huo hauji hivi hivi, ni uwanja ambao unakuja na kitu ambacho kimewekwa mgawanyiko wa umiliki wa uwanja huo, yani 50% zikiwa zinamilikiwa na klabu ya Young Africans, lakini pia 50% zikiwa zinamilikiwa na mfadhili ama mwekezaji ndani ya klabu hiyo. Na mfumo huo unaitwa partnership, yani ushirikiano, wakati Young Africans wakiwa wao wametoa eneo ama ardhi, lakini GSM wao watatoa pesa ambazo zitatumika kuwekeza na kujenga uwanja huo ambao Young Africans wamekuwa wakiulilia kwa miaka mingi. Hatimaye siku ya kusaini kandarasi imefika, na baada ya miezi 18 mpaka 24 inatarajiwa wananchi watakutana tena pale kwa ajili ya kuzindua uwanja huo wa kisasa. Sasa wewe pia unaweza kaacha komenti yako, una feel vipi Young Africans kuweza kujijengea uwanja wao, kwa sababu imekuwa ni takriban miaka zaidi ya 80 tangu klabu hiyo iweze kuundwa, lakini haijafanikiwa kuwa na uwanja wao wa kisasa. Lakini mwaka 2026 tarehe 15 ya mwezi wa 5 ndio siku ambayo wameingia makubaliano ya kujenga uwanja huo. Sasa hii ni wake up call kwa watani zao wa jadi, kwa sababu tunajua kinachotokea kwa Kulwa mara nyingi pia kinaenda kutokea kwa Doto. Tuachie komenti yako hapo chini kuhusiana na wewe una feel vipi ama umezipokea vipi taarifa hizo. Lakini wakati unafanya hivyo, usisahau kupita website ya pmbet.co.tz, kwa sababu huko wale wanangu wa mikeka ya mechi hauishi kupata pesa peke yake, bali unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota AC ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.